Moshi mweupe umetoka. Kardinali 133 wapiga kura waliokusanyika katika kanisa la Sistine mjini Vatican wamechagua papa mpya. Papa huyo mpya atajitokeza hivi karibuni kwenye dirisha kuu la kanisa la Mtakatifu Petro, St. Peter Basilica. Kabla hatujaendelea na biography au historia ya papa mpya Leo wa 14, please usisahau kusubscribe, kulike pamoja na comment. Let's go. This is Mega Media Tanzania na msomaji wako ni mimi Balama Tizi, Balama Tanzania. Papa mpya wa kanisa la Katoliki ni Papa Leo wa 14. Leo 14 ambaye jina lake halisi ni Robert Francis Prevost. Alizaliwa mnamo tarehe 14 mwezi Disemba mwaka 1955 huko Chicago nchini Marekani. Alichaguliwa kuwa papa tarehe 8 Mei 2025 kufuatia kifo cha Papa Francisco mnamo tarehe 21 mwezi wa 4 mwaka 2025. Maelezo muhimu kuhusu Papa Leo wa 14 yako mengi sana ambayo yanaelezea kuhusu maisha yake na historia yake tangu alipozaliwa huko Chicago, Marekani. Huyu ni papa wa kwanza kutoka Marekani katika historia ya miaka 2000 ya kanisa la Katoliki. Kabla ya kuchaguliwa kuwa papa, alihudumu kama askofu nchini Peru na pia alikuwa mkuu wa shirika la watawa wa Mtakatifu Agustino, Order of Saint Augustine. Alipata kura za kutosha katika raundi ya 4 ya uchaguzi wa makardinali 133 waliokusanyika katika kanisa la Sistine huko Vatican. Baada ya kuchaguliwa, alihutubia umati uliokusanyika katika uwanja wa Mtakatifu Petro kwa kusema amani iwe nanyi, akisisitiza umuhimu wa amani na umoja. Huyo ni papa mpya wa kanisa la Roman Catholic, Papa Leo wa 14. Mtazamo kuhusu papa mpya, mitazamo imekuwa mingi sana. Je, atakuja na zile slogan kama za Papa Francis ambaye alifariki dunia mnamo mwezi wa 4? Maswali yatajibiwa katika uongozi wake au katika rejimi yake ya kuliongoza kanisa la Roman Catholic. Je, utawala wake utakuwa na matokeo chanya au utakuwa na matokeo hasi? Hiyo ni shauku ya wengi iliyoko katika mioyo ya wengi ambao wanalisubiria kuona. Je, itakuwaje kuhusu utawala wa Papa Leo wa 14? This is Mega Media Tanzania, short biography of Leo wa 14, na mimi ni Balama Tizi, Balama Tanzania. Usisahau kusubscribe, kulike pamoja na kucomment.